Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammadin nabihi ummi wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Ama baada, kwa wale ambao bado hamjasubscribe na Nurdin TV, karibuni sana msubscribe hapa, lakini kualika ndugu zetu kwa ajili waweze kupata hizi faida, lakini na kununua vitabu vyetu ni vitu vya muhimu sana sana. Yako mambo ambayo hatuna uwezo wa kuelezea ndani hivi mambo kwenye video. Kwa hiyo ziko siri ambazo tunaweza kuzikuta kule. Na ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani tunajua ofa yetu, kila kitabu kimoja 10,000 zaidi ya vitabu 18, lakini vitabu 6 tu ndivyo vitabu vitauzwa kwa 15,000 tu. Hivi ambavyo vinakuwa vinauzwa 40,000 vingine huko, vingine 35 katika miezi tofauti. Lakini sasa hivi ndani ya mwezi huu na tunakwenda kumalizia mwezi wetu, unavipata vitabu vyetu kwa shilingi 10,000. Mimi natamani nikufundisheni siri na miujiza ya maji ya kutega. Sawa, maji ya kutega ni maji yapi? Yale maji ambayo kipindi cha mvua, hakikisha wewe kama mtaalamu, hasa katika watu wanaojua kusoma vitabu, watu wanaojua kusoma Qur'ani, kinga haya maji. Sawa, hakikisha umekinga maji. Chukua labda ni beseni au ni chombo chako kingine chochote, weka nje. Kipindi maji yale yanashuka, hakikisha yanaingia mule pasina kugusa sehemu yoyote. Maji hayo peke yake ni shifa. Wapo mashehe, zipo kwamba kila tunasema, yani watu wafiki wanaelewa, wakiambiwa kwamba zipo kila tunasema kwamba baada ya maji ya Zamzam ubora, maji ya pili ni bora, ni haya maji ya kutega. Kwa hiyo maji haya unaweza kutumia kwa ajili ya kutibu maradhi ya aina yoyote, maradhi ya kansa, maradhi ya sukari, una matatizo ya maradhi ya kichawi, una hasadi katika mwili wako, una uchawi katika mwili wako, una maradhi labda una mtoto mbaya kila siku, unatafuta mvuto mbele ya watu, usikilizwe, upendwe na mambo mengine. Lakini maji haya ya kutega vile vile unaweza kuyatumia kwa ajili ya kumwongezea mtoto ufahamu. Kwa watoto wengine kila anapofundishwa haelewi, lakini unaweza kumwongezea mtoto hifadhi. Unaweza mtu kama kila anasoma, anachokisoma sasa hivi akitoka hapa ameshasahau. Mwingine unaweza kutumia kwa ajili ya kuondosha maradhi ya kusahau. Kwa kuna kuongeza hifadhi, unawezekana hiyo uliyokuwa nayo kwa Mwenyezi Mungu hakuongezei, lakini na kuondosha. Unakuta mtu mwingine unaweza kumwelekeza hapa kidogo kasahau. Shangaa mtu anasema samahani bwana, hivi uliniambia unaitwa nani? Kidogo samahani bwana, uliniambia unaitwa nani? Kwa hiyo namna kama hizi unaweza kutumia kutia haya maji ya kutega. Lakini maji hayo ya vile vile ya kutega kwa wale ambao wenye maradhi ya uchafu ndani ya vizazi vyao, wenye uchafu katika vibofu vyao, tunazungumzia watu wenye maradhi ya mkojo sana, wenye walizidika mikojo, masuala mengine, kuna maradhi ya stroke na vitu vingine. Yaani kwa kifupi unaweza kutibu maradhi tofauti. Lakini vile vile peke yake ni kinga, peke yake ni josho, unaweza kumuoshia mtu mambo yake basi na shaka. Kwa hiyo nitazisema hizi faida katika video tofauti. Tutaanza nafasi hii ya kwanza, tukifanikiwa kutaja ngapi inshallah tutakuja nafasi nyingine, tukifanikiwa kutaja ngapi inshallah pia nafasi nyingine hivyo hivyo. Sehemu ya kwanza kabisa ningetamani ujue kutibu maradhi yoyote. Leo unasema wewe unaumwa HIV, tumia hii dua na maji hayo, utakuja kutoa ufafanuzi hapa. Wewe una maradhi ya sukari, una maradhi ya pressure, una maradhi ya stroke, yani umeparalyze, una maradhi ya cancer, unasumbuliwa na kizazi, unasumbuliwa na machawi mwilini kwako, vitu vinatembea mwilini, wapata ndoto mbaya, unahisi wasiwasi mkubwa, umekata tamaa, uvifungo, makosi na masuala mengine Kwa hiyo chukua haya maji yako ya kutega, chukua toka labda glasi kwanza au chombo chochote ambacho kitakuwa ni chepesi kwako kusomea. Anza kusoma istighfari zako. Soma istighfari zako 10, sema la ilaha illallah 10, msali bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam 10, kisha nuiza kusema ya Rabbi, wewe ndiye mwenye kutibu kila ugonjwa, wewe ndiye mwenye kufungua kila kifungo, wewe ndio mwenye kukinga kila kiumbe, na kuomba kwa baraka maji haya na siri za sura hizi, ijalie maji haya au dawa hii iwe ni ponyo la kila maradhi ndani na nje ya mwili.
Nuiza unavyojua wewe mwenyewe. Kama mtu anakuambia mimi na maradhi yangu sukari, mwambie naomba kwa uwezo wake Allah tibu haya maradhi ya sukari. Huyu amefungika siku kizazi, huyu akojoi vizuri, huyu hivi. Nuiza. Baada ya hapo soma Ayatul Kursi. Soma Suratul Fatiha. Uanze Suratul Fatiha. Soma Suratul Fatiha mara 17. Na hizo vitabu vingi sana vya wanachuoni hizi dua. Kisha soma Ayatul Kursi 17. Kisha soma Suratul Falaq 17. Kisha soma Suratul Nasi 17. Kisha soma Suratul Ikhlas 17. Anza hivi nilivyopanga. Suratul Fatiha 17, yani alhamdulillah rabbil alamin. Kisha soma Ayatul Kursi 17. Kisha soma Suratul Falaq 17. Kisha soma Suratul Nasi 17. Soma Qul huwallahu ahad Allahu samad 17 mpaka mwisho. Tumia maji haya kunywa na kuogea. Sawa Tumia maji hayo kunywa na kuogea. Unampa anakunywa asubuhi kidogo glasi moja, anywe glasi kabisa, ajitahidi kama ni mtu mzima. Mchana anywe glasi nyingine, jioni anywe glasi nyingine. Akiwa anashindwa kunywa glasi nzima, basi hata kama ni nusu, anywe asubuhi, anywe jioni, anywe na mchana. Hanywe kwa muda wa siku 3, atakunywa mara 9. Lakini wanapendeza wanachuoni, wanasema ukiwa unakunywa unywe kwa sharti labda ya kufanya hivi, usiwe hapana, yani kunywa dumbwi moja au chukua kapi moja hivi unakunywa. Na unapendeza kama wakati unakunywa unasema Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam, unameza. Hivyo Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam, unameza. Hivyo Allahumma salli ala Muhammad. Hivyo unamsalia mtume. Yani umeuishi si mbaya, unaweza kusema. Lakini kumbuka sana bismillahir rahmanir rahim utakunywa kwa muda wa siku 3. Asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa siku 3. Asubuhi, mchana na jioni. Lakini asubuhi yako jitahidi uchukue maji sehemu, kama kwenu kuna kifumbasi karibu, chukua kifumbasi kisage hivi, tia sehemu pale, tia nayo maji, jipakae mwili mzima. Mwanzo kama huyu mtu ana maradhi ya kisihiri, ana maradhi ya kichawi, ana maradhi ya vifungo, anaweza kaisi kama mwili unatetemeka, moyo unaenda mbio, au anatamani kuanguka, au anataka kupigiwa makelele. Hii si hajabu kwa hii dua. Sawa, si hajabu. Inshallah mimi nisimamia kwanza hapa, tutakuja kufundishana na sehemu nyingine biiznillah taala. Nitakupa tu baadhi ya vitabu vyetu vya leo inshallah, lakini vitabu vipo vingi kama nilivyosema, vitabu vipo zaidi ya 24. Kwa hiyo wewe ambao unahitaji kusoma hivi vitabu, basi inshallah hii ni barahati namba 2, natoa tu baadhi ya vitabu ambavyo wengi hatuja kuviona. Hii ni maajabu ya mitishamba namba 2, lakini kuna maajabu ya mitishamba hapa namba 1. Kuna hiki kitabu ninachozia siri ya inna anzalnahu, lakini kuna kitabu hiki kinahusiana na safina nzito. Kuna masuala mengi sana, siwezi kuyataja yote hapa. Hili ni koba la uganga. Ndani mwanzo mwisho unajifundisha biti mikubwa yenye faida nyingi sana na siri nyingi sana. Lakini vile vile kuna hichi kitabu kinaitwa Mujarabati Kun Fayakun. Tumia hichi kitabu, utakuja kunishukuru sana. Vile vile kuna hichi kitabu kinaitwa Uchawi wa Moto, kuna kitabu kinaitwa Gobole la Mganga, kuna kitabu kinaitwa Ngome ya Tiba, kuna kitabu kinaitwa Uchawi wa Pwani, kuna kitabu kinaitwa Mujarabati al-Makburi. Hiyo ni tarasimati kwa tarasimu za moto na 1 na 2, na baadhi ya vitabu vingi. Ukiwa unahitaji unaweza kufuata hapa WhatsApp, lakini vitabu vyetu kama kawaida unaweza kuvipata ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani kwa shilingi 10,000. Miezi kawaida utavipata kwa bei yake inshallah. Vitabu vingine vipo 6 vinauzwa 15,000, ambacho ni Uchawi wa Madina, Maajabu Mgodini, Mujarabati Kun Fayakun, Funguo ya Al-Badiri. Kuna kitabu kingine kinachoitwa vitabu vingi, Uchawi wa Moto na masuala mengine tutakuja kuoneshana hapo inshallah. Ni vitabu 6 tu peke yake, lakini kuna Funguo ya Al-Badiri, nisahau hiyo inshallah. Wewe na mimi tuweze kusaidiana, kuwasaidia ndugu zetu popote walipo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.